الحمد لله الذي أحكم الأمور وقدر الأشياء ودبر الموجودات وصور الخليقة وأظهر القلوب وطهرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مؤمنا له بالبقاء والقدم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Watukufu ndugu zangu katika imani, ama baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehema kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali yote ni kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hakika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndilo jambo pekee litakalo tufikisha sisi katika kuipata rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu ndugu zangu, bado tupo katika masiku matukufu na mwezi mtukufu, mwezi ambao kwamba una fadhila nyingi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwa kusema, inna lirabbikum fi ayami daharikum nafahat fata'aradu laha fa'asa ahadukum tusibuhu nafha fala yashqa ba'daha abada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika kuelezea mwezi mtukufu wa Ramadhani na katika kuyaelezea masiku matukufu, nyakati tukufu, akasema, hakika Mola wenu amekuwekeeni masiku maalum katika hizi siku mnazoishi, katika zama mnazoishi, amekuwekeeni masiku maalum, ndani yake yana bonus. Na akatuelekeza akasema, yakimbilieni masiku hayo kwa kufanya mambo yaliyokuwa ya kheri. Lakini pia akasema, fa'asa ahadukum tusibuhu nafha fala yashqa ba'daha abada. Huenda mmoja wenu baada ya kuyakimbilia masiku hayo, baada ya kuikimbilia bonasi hiyo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametutunuku sisi, endapo mmoja wetu akaikimbilia kisawasawa na akajua sababu na malengo ya kufunga kwake kuwa ni kuutafuta ucha Mungu, basi huenda akaipata hiyo bonus na asirudi katika uovu tena. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuletea hii miezi yenye bonus na kutuwekea mipango kila aina ya ibadat. Wallahi, ukikaa ukifikiri kisawasawa, unaweza ukasema kabisa Mungu hapa hana mpango wa kwenda kutupeleka motoni. Kuna mwingine kutokana na daraja yake, mahusiano yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akikutana na masiku kama haya, miezi kama hii, namna anavyoitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu, hufikia mahala mpaka anapata daraja 700, acha 10, 700. Fa'asa ahadukum tusibuhu nafha fala yashqa ba'daha abada.
huenda mmoja wenu akayakabili masiku haya, akayaendea kwa namna ya ibada, akayaendea kwa namna alivyonuia nia yake kwa lengo la kutafuta ucha Mungu. Ikiwa lengo la saumu hii ya Ramadhani, la'allakum tattaqun, akaenda na falsafa hiyo, wallahi huenda baada ya Ramadhani kuisha akawa sio muovu tena, akawa ni mtu mwema. Lakini ni kwa mwenye kujitambua. Saumu ziko aina nyingi, ukiachana na hii ambayo kwamba ni maktubu, yenyewe imefaradhishwa kwa sisi. Kuna saumu nyinginezo Mungu katuwekea. Haya yote ni kutafuta nafhat, bonus. Na ndio maana anasema kwamba ukitizama namna ya ibadati Mungu alivyoziweka, wallahi unaweza ukasema kwamba Mungu hana mpango wa kutupeleka motoni. Motoni tuwataka sisi tu. Tizama Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu, alipoingia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamsalimia, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrushia salamu, akamwambia ya Ali, Jibrilu yakrauka salamu, Jibrili anakutolea salamu wewe. Sayyiduna Ali akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaika wa alaihi salam, pia vile vile amani iwe juu yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia amani iwe juu ya Jibril. Maneno ni marefu. Mbeleni kule akamwambia hebu nisogelee ili nikueleze jambo. Sayyidina Ali akamsogelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia ya Ali, ewe Ali, yakulu laka Jibril, Jibril anakuambia hivi, sum 3 ayyam fi kulli shahrin. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamueleza Jibril, anamwambia funga siku 3 katika kila mwezi. Akamwambia funga siku 3 katika kila mwezi. Akamwambia funga ya kwanza katika yale masiku 3 huandikiwa mema 10,000 ndani ya siku moja, na siku ya pili huandikiwa mema 30,000. Siku ya 3 ukiifunga hiyo siku ya 3, Allah anakuandikia mema 100,000. Ukiingiza kwenye akili yako, Mungu hana mpango wa kutupeleka motoni, ila sisi ndio tunamforce Mwenyezi Mungu atupeleke motoni. Ikiwa ndani ya masiku haya tunaoishi kuna bonus za aina hiyo, ni ipi sababu ya wewe kwenda motoni? Lakini Sayyidina Ali akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni masiku gani hayo? Akamwambia 13 wa 14 wa 15. Ni mwezi 13, 14 na 15 katika kila mwezi. Hii ni bonus Mwenyezi Mungu ametuwekea sisi, lengo na madhumuni tujaze akaunti zetu za thawabu ili turudi kwetu peponi. Sisi unajua wanadamu, sisi kwetu ni peponi. Baba yetu Adam alivyoumbwa alikuwa anaishi peponi. Sasa kurudi kwetu sisi ni wajibu. Mungu katuwekea vikorambwezo hivi na fahati nyingi, lengo na madhumuni turudi peponi.
Ali akaambiwa afunge masiku matatu katika kila mwezi, mwezi 13, 14 na 15, mwezi muandamo, sio mwezi ya mshahara, mwezi muandamo. Hii ya kuhesabu bila hata kuona mwezi muandamo, sio hiyo. Antara alikuja akamuuliza Ali, baada ya kuwa Ali ameelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afunge siku 3 katika kila mwezi, ndio akaambiwa hayo ndio masiku meupe. Antara akamuuliza Ali, li ayi shay'in summiya ayyamul bayd, kwa nini yameitwa masiku meupe? Ali akamwambia Antara kwamba wakati Nabiullahi Adam ameshushwa kutoka peponi kuja ardhini, hakuzoezoea jua, jua ni kali. Ilifika wakati lile jua likawa limemuunguza Nabiullahi Adam, kikawa kiwiliwili chake ni cheusi tokana na ule mwangaza wa jua. Jibrili akamjia Adam alayhi salam, akamuuliza nikuelekeze namna ya kufanya ili hali yako na kiwiliwili chako kirudi katika rangi yake. Sayyiduna Adam akasema naam, nipe mwongozo. Ndipo akaamrishwa afunge masiku 3 ndani ya kila mwezi, ndio yakaitwa ayyamul bayd. Alipofunga siku ya kwanza, theluthi ya kiwiliwili chake kikawa cheupe kidogo, kikatia mwangaza. Alipofunga ya 3 pia theluthi ya pili pia ikaongezeka, akafunga na ya 3, ikawa kiwiliwili chake chote kikawa cheupe, arudi katika hali yake ya kawaida. Ndio asili ya masiku meupe. Sisi tunaletewa bonasi hii tufunge, lengo na madhumuni ni kupata daraja ya uchamungu. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoa mwongozo huu, wanachuoni walikuja wakazigawanya hizi nafahat. Kuna nafhatul makan, kuna nafhatul zaman, kuna nafhatul rajuli salih na kuna nafhatu al-amali salih. Hizi zote ni bonasi ambazo kwamba tunazo sisi katika masiku haya tunaoishi nayo. Nafhatul makan, bonasi ambayo kwamba inapatikana mahala. Tizama, hata ukija msikitini ukaswali na yule aliyoswalia nyumbani ni vitu viwili tofauti. Wewe daraja yako ni kubwa kuliko yule aliyoswalia nyumbani. Kwa hiyo msikitini pia kuna nafha. Hata Bi Maryam alipokuwa akilelewa na mzee Zakaria, alichagua kuishi mihrab. Mzee Zakaria kila akienda anampelekea chakula Maryam, anamkuta anacho chakula tena kizuri na kimetimia kuliko kila alicholetewa na Zakaria. Lakini Zakaria hakuridhika na hayo, alimuuliza anna laki hadha, umepata wapi chakula hiki? Hapa pia napo pana somo jingine. Umepata wapi chakula hiki? Jawabu lake lilimfanya mzee Zakaria naye apate ilmu tena nyingine. Alipomwambia huwa min indillah, kwamba chakula hiki kinatoka kwa Allah, mzee Zakaria akaona kumbe humu pana nafha, pana bonasi humu. Basi bila shaka na mimi
nitapatumia mahala hapa ili nipate bonus. Huenda na mimi Mungu akanipa kile ninachokihitaji. Ikumbuka kwamba mzee Zakaria alikuwa mpaka anazeeka hajawahi kupata mtoto. Akachukua fursa hiyo kwamba sasa na mimi hapa ndio mahala natakiwa nimuombe Mwenyezi Mungu anipe kile nitakacho. Ndipo Zakaria akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mihrab, kisha akaja akamruzuku mtoto ambaye kwamba ni Yahya, na akamwambia ya Yahya khudhil kitaba biquwa wa atainahu alhukma sabia. Kwa hiyo hii ni nafhatul makan, lakini kuna nafhatul zaman, ndio hii tunayo hivi sasa. Mwezi huu, nyakati hizi tulizonazo ni nyakati adhimu. Usikubali zikakupita tu hivi hivi. Kuna mwingine tangu Ramadhani imeanza wallahi hata hajafuturisha hata mtu mmoja. Madarueshi kibao wamejaa, lakini mtu na siku hizi, zamani wazee wetu walikuwa wanafuturia mabarazani. Nyumba zao ziko na vibaraza, futari inawekwa nje, kila anayepita wanamuita haja afuturu. Lakini sisi hatuna hizo. Hakwani hawa walikuwa wanatafuta nini? Walikuwa wanatafuta nafha, bonus walikuwa wanaitafuta. Tuko wapi sisi na nafhati hizi ambazo kwamba Mungu katupa? Ndugu zanguni, mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa kujipinda kwa ibadati mbalimbali, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie saumu zetu zino zenye kuswihi. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yatadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله البارئ المنعم ومولي النعم الذي لا راد لما قضى حكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مؤمنا له بالبقاء والقدم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zanguni, wallahi hatuna budi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kutuweka hai mpaka siku ya leo, na Ramadhani hii tukaipata tukiwa na afya zetu. Kuna wenzetu ambao kwamba walitamani nao Ramadhani iwafikie kama sisi, lakini kwa matashi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ima wameondoka katika huu ulimwengu na ima wapo katika maradhi, hawawezi tena kufunga. Ndugu zanguni, Abu Dharr al-Ghifari aliwahi kuulizwa siku moja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimuuliza Abu Dharr, madha tuhibbu fi hadhihi dunya, unapenda nini katika hii dunia? Akasema, uhibbu thalath fi hadhihi dunya li ajlik, napenda mambo matatu katika hii dunia, lakini kwa ajili yako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vitu alivyovitaja vyote ni vitu tata. Kila aliyekuwepo hapo ilibidi aanze kumdiscuss. Abu Dharr kachanganyikiwa, akamwambia, napenda vitu vitatu katika hii dunia, lakini kwa ajili yako na kwa ajili ya Mungu. Jambo la kwanza akasema, uhibbul jua, napenda njaa. Jambo la pili akasema, uhibbul marda, napenda maradhi, yani anapenda kuumwa.
Jambo la tatu akasema uhibbul mauta, napenda kufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, kaifa tuhibbuha wan nasu yakrahunaha, unapendaje vitu hivi na watu wanavichukia? Na maswahaba wenzake walikuwa pale, wakashangaa, wakaona udhali imekuwaje vitu vya kuchagua kweli hivi, kama napenda hivi? Hata mimi na wewe tu ni ngumu kuchagua katika jambo moja katika haya moja tu. Wewe upende kuumwa kila siku, alafu upende njaa. Hawa ni watu ambao kwamba tayari wao walikuwa hawana cha kupoteza zaidi ya kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hasa yanapokuja masiku kama haya matukufu, miezi kama hii ambayo kwamba ndani yake kuna nafahati, wallahi walikuwa hawana maskhara. Akamwambia, nimechagua mambo haya kwa sababu, akamwambia, inni idha ju'itu raqqa qalbi, mimi nikiumwa, nikipata njaa, nikiwa na njaa, moyo wangu huwa laini na ninakuwa namtaja sana Mwenyezi Mungu. Na ukiangalia swaumu, lengo hasa swaumu ni kuiadabisha mioyo. Moyo uwe na adabu, moyo uwe na huruma, uwe na adala, uwe na tasamuh. Ukiona umefunga Ramadhani mpaka inakwisha, huna hata chembe ya huruma, jitathmini mara mbili. Iwezekana ulishinda na njaa hukufunga saumu, ikiwa ni la'allakum tattaqun. Lakini akasema, nilisema kuwa ninapenda kuumwa. Asema, inni idha maridtu khutta dhunubi, mimi nilisema kuwa ninapenda kuumwa kwa sababu nikiumwa huwa nafutiwa madhambi. Pale unapougulia maradhi yale, Mungu anakufutia madhambi yako. Akamwambia, ndio sababu ya mimi kupenda kuumwa. Lakini nilisema kuwa napenda kufa kwa sababu inni idha mitu, mimi nitakapokufa, laqitu rabbi, nitakutana na Mola wangu hali ya kuwa ameniridhia. Ndugu zanguni, ni mengi ya kuyaeleza na ni mengi ya kuyafanya ndani ya Ramadhani hii, na sisi hatuna budi ya kuikabili Ramadhani kwa mlengo wake, na hatuna budi ya kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyoeleza ndani ya Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خصوصا منهم ذو الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا خمس عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أمورنا بيد خيرنا
ولا تجعل أمورنا بيد شرارنا. اللهم لا يحتاج إلى البيان وتفسير، فحاجاتنا إليك أشياء كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا اغفر لنا والمؤمنين والمسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، فاقض عنا حاجاتنا يا كريم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.